Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya uwinje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumapili tarehe 19 Julai mwaka 2026. Tunaanza siku hii kwa kuwaletea habari kuu zinazotikisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo la maziwa makuu. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea hali ya usalama mashariki mwa nchi, ambako mapigano na harakati za makundi yenye silaha zinaendelea kuleta hofu kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Pia tutakuletea taarifa kuhusu kuongezeka la ugonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Chomia, maendeleo ya kisiasa nchini pamoja na habari nyingine muhimu kutoka ndani na nje ya nchi. Hii ni Kivu News Info, kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi ni Eloshe Lulonga, na basi kama leo ndio ilikuwa mara ya kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi hakikisha kabla ya yote umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Habari kamili. Kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na taasisi ya ufuatiliaji wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayojulikana Kivu Security Tracker, kundi la waasi wa M23 limekuwa kundi linalosababisha vifo vingi zaidi raia katika mwezi Juni mwaka 2026 baada ya kuhusishwa na mauaji angalau ya raia 114. Ripoti iliyochapishwa siku ya Ijumaa inaonyesha kuwa licha kupungua kwa jumla ya matukio ya kiusalama katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini, hali ya usalama bado ni ya kutia wasiwasi kutokana na kubadilika kwa aina ya vurugu zinazoshuhudiwa. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, matukio ya kiusalama yalirekodiwa mwezi Juni yalifika 247 ikilinganishwa na matukio 305 yalirekodiwa mwezi Mei, sawa na upungufu wa 19%. Hata hivyo, wataalamu wa Kivu Security Tracker wanaeleza kuwa kupungua huku hakumaanishi kuwa hali imeimarika, bali kunaonyesha mabadiliko katika namna kundi yenye silaha yanavyoendesha mashambulizi hayo. Ripoti inasema kuwa mbali na vifo vya raia 114, kundi la waasi la M23 pia linahusishwa na visa 17 vya utekaji nyara katika mwezi huo. Hii ndivyo idadi zaidi kubwa ya vifo la raia vilivyothibitishwa na kundi hilo tangu mwezi Disemba mwaka 2025, kipindi ambacho lilikuwa limedhibiti mji wa Uvira. Kivu Security Tracker inaeleza kuwa ongezeko hili linatokana na operesheni mpya za kijeshi zinazofanywa na waasi wa M23 katika maeneo ya Masisi na Ruchuru, ambako raia wanatumia kushirikiana na makundi ya wazalendo na FDLR wakilengwa katika mashambulizi mbalimbali. Miongoni mwa matukio yaliyoibua hofu kubwa ni kupatikana kwa miili ya watu wasiopungua 48 katika kijiji cha Bibwe wilayani Masisi kufuatia operesheni iliyofanywa na waasi wa M23 dhidi ya wapiganaji wa FDLR. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa na taasisi hiyo, wasirika wengi walifariki kutokana na vipande vya makombora vilivyolipuka wakati wa mapigano. Kwa jumla, ripoti hiyo imehesabu mapigano 115 kati ya makundi yenye silaha yanayotokea mwezi Juni, huku mapigano 46 sawasawa na 40% ya mapigano yote yalirekodiwa yakihusishwa na operesheni zinazoanzishwa na waasi wa M23. Katika mkoa wa Ituri, ripoti zinaonyesha kuwa kupungua kwa shughuli za kikundi la Convention pour la Revolution Populaire au CRP kufuatia tangazo lake la kutisha mapigano kwa upande mmoja mwezi Mei na maandalizi ya mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya upatanishi wa Uganda. Kundi la Codeco limetangaza kubadili mfumo wake wa kujigeuza kwa harakati ya kisiasa na kijeshi, hatua ambayo inasema inalenga kupata utambuzi wa kisiasa pamoja na kupunguza migawanyiko ya ndani. Upande mwingine, kundi la ADF linaendelea kuwa miongoni mwa makundi hatari zaidi ya raia. Ripoti ya Kivu Security Tracker inahusisha mauaji angalau raia 62 pamoja na visa 57 vya utekaji nyara katika mwezi Juni. Pia inaonya kuwa shughuli za ADF zimeanza kuenea nje ya maeneo yake ya kawaida na sasa zinafika hadi mkoa wa Uwele. Ripoti inaonyesha kuwa licha ya kupungua kwa idadi ya matukio ya kiusalama kwa jumla mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama zinazohitaji juhudi za pamoja ili kulinda maisha ya raia na kurejesha amani ya kudumu. Mvutano wa kiusalama unaendelea kushuhudiwa katika eneo la Lubarika wilayani Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya kutokea kwa mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka eneo la tukio, mapigano yalitokea siku ya Ijumaa tarehe 17 Julai kuanzia majira saa 4 mchana hadi saa 10 jioni na kusababisha vifo vya wanajeshi wawili wa FARDC. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa mbali na vifo hivyo, wanajeshi wengine wanne wa FARDC walivuliwa silaha zao na wapiganaji wa wazalendo wakati wa mapambano hayo.
hilo. Hadi sasa sababu halisi zilizochochea kuzuka kwa mapigano hayajathibitishwa rasmi na mamlaka za kijeshi. Asubuhi ya jana Jumamosi tarehe 18 Julai, afisa mmoja mwenye cheo cha meja kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikutwa kutoka Luvungi kwenda Lubarika kwa lengo la kufanya mazungumzo na viongozi wa kundi la wazalendo waliokuwa wamechukua silaha hizo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mazungumzo yale ya kuzaa matunda baada ya wapiganaji wa wazalendo kukataa kurejesha silaha hizo walizotoa. Walisema kuwa walivua silaha jeshi la serikali, bali walishambulia wale wanaochukulia kuwa maadui wao. Na nukuu iliyotolewa na mmoja wa wapiganaji alisema, hatukuvua silaha serikali bali tuliwavua silaha wa adui wetu. Kwa hiyo inaonyesha kuwa bado kuna tofauti kubwa za msimamo kati ya pande hizo mbili, jambo linalozua wasiwasi kuhusu ushirikiano kati ya vikosi vinavyopambana dhidi ya makundi ya waasi mashariki mwa nchi. Hadi kufika sasa leo usalama katika eneo la Lubarika inaeleza kuwa bado ni wasiwasi kwa wakazi wakihofia kuzuka tena kwa mapigano mapya. Baadhi ya wananchi wameripoti kupunguza shughuli zao za kila siku kutokana na hofu ya kutokea kwa mashambulizi mengine. Mpaka sasa uongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hajatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo wala kudhibitisha idadi ya waliouawa na waliovuliwa silaha. Hakuna taarifa rasmi kuhusu hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa ili kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kivu News Info endelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo na kuwajuza wasikilizaji mara tu taarifa rasmi zitakavyokuwa zimepatikana kutoka kwa mamlaka husika. Hali ya usalama endelea kuwa tete katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu wasiopungua 9 kuuawa katika shambulio lililotokea katika kijiji cha Hohe kilichopo katika kundi la Tongo. Lilitokea siku ya Alhamisi tarehe 17 Julai na taarifa zake zimethibitishwa siku ya Jumamosi na vyanzo kadhaa vya eneo hilo, wakiwemo viongozi wa kimila na watu mashauri wa jamii hii. Vyanzo hivyo vinadai kuwa shambulio lilifanywa na wapiganaji wa kundi la waasi wa M23 walikuwa wakifanya doria katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, tukio lilitokea majira saa 3 asubuhi katika eneo la mashamba la Howe karibu na Rushenge ambao ni makao makuu ya kundi la Tongo. Ndio kundi la raia lilokuwa la wanaume na wanawake walikuwa wakielekea mashambani kwa ajili ya shughuli zao za kilimo walikutana ghafla na watu wenye silaha waliotajwa kuwa wapiganaji wa waasi wa M23. Mashahidi wa eneo hilo wanaeleza kuwa watu wenye silaha walishambulia raia na katika hatua za mwanzo za tukio hilo watu wasiopungua 3 waliuawa papo hapo. Wengine kadhaa walijeruhiwa vibaya wakati wakijaribu kukimbia na kujinusuru. Baada ya tukio hilo, miili ya baadhi ya waathirika iligunduliwa siku ya Ijumaa katika maeneo ya vichaka iliyokuwa karibu na eneo la tukio. Gunduzi ulipelekea idadi ya waliouawa kufikia watu 6 kwa mujibu wa taarifa za kutoka kwa viongozi wa eneo hilo. Viongozi wa kijamii katika eneo la Tongo wamekemea vikali tukio hilo, wakisema ni pigo jingine dhidi ya usalama wa raia ambao wamekuwa wakiishi katika mazingira ya hofu kutokana na kuendelea kwa uwepo wa makundi yenye silaha katika maeneo yao. Kwa miezi kadhaa eneo la Tongo pamoja na maeneo jirani imekuwa kikumbwa na ongezeko la matukio ya vurugu na mashambulizi ya kutumia silaha. Hali hiyo imehusishwa zaidi na operations mbalimbali zinazofanywa na waasi wa M23 dhidi ya wapiganaji wa FDLR pamoja na watu wanaoshukiwa kushirikiana nao. Licha ya kuwepo kwa utulivu wa muda katika baadhi ya maeneo katika wiki za hivi karibuni, wakazi bado wanaendelea kuripoti uwepo wa watu wenye silaha wanaoingia katika vijiji, mashambulizi ya wasafiri pamoja na vitisho vinavyokumba wakulima wanapokwenda kwenye mashamba yao. Matukio kama haya yameripotiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali eneo la Bwito ambako kundi la Tongo linalopatikana. Wakazi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka za serikali na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi ili kuzuia mashambulizi zaidi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na uongozi wa kijeshi kuhusu tukio hilo, wala upande wa waasi wa M23 hujatoa majibu kuhusu tuhuma zinazowakabili. Hali ya taharuki inaendelea kutawala katika maeneo ya mpakani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hasa katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia taarifa za wakazi kuhusu kuwepo kwa harakati za wanajeshi na magari ya kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shuhuda kutoka kwa baadhi ya wakazi wa mtaa wa Kaembe, eneo linalopatikana moja kwa moja na Rwanda na lipo karibu na uwanja wa ndege wa Goma, kuna madai ya kuwepo kwa wanajeshi wanadaiwa kuwa jeshi la Rwanda RDF ambao huenda wakawa wanajiandaa kuvuka tena mpaka kuelekea upande wa Rwanda. Vyanzo hivyo vya ndani vinaeleza kwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mienendo ya mara kwa mara ya magari ya usafirishaji wa kijeshi yanayopita katika mpaka wa Kongo na Rwanda, hasa kupitia eneo linalojulikana kama mpaka namba 13. Kwa mujibu wa taarifa hizo, magari kadhaa ya kijeshi yamekuwa yakionekana yakisafirisha wanajeshi na vifaa mbalimbali vya kijeshi katika eneo hilo.
hali ambayo inaongeza maswali miongoni mwa wakazi kuhusu mazmuni ya harakati hizo. Taarifa nyingine kutoka kwa vyanzo vya eneo zinaonyesha kuwa takriban malori 15 yana fuso walikuwa wamebeba wanajeshi wanadaiwa kuwa RDF yalifika katika uwanja wa ndege wa Goma baada ya kutoka katika eneo la Masisi. Chanzo hicho ambacho kimepatikana katika mtaa wa Kaembe jirani na uwanja wa ndege wa Goma kinasema kuwa wanajeshi hao wanaweza kuvuka mpaka kwenda Rwanda muda wowote. Kutokana na kuonekana kwa magari mengi yanahusishwa na usafirishaji wa wanajeshi yakielekea na kutoka katika eneo la mpaka. Hata hivyo hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC wala mamlaka za Rwanda kuhusu madai haya na harakati za wanajeshi. Haijafahamika rasmi kwa mienendo hiyo inahusiana na mabadiliko ya kiusalama katika eneo hilo, operesheni maalum au shughuli nyingine za kijeshi. Eneo la Goma na maeneo yanayozunguka mpaka wa Rwanda na Kongo yamekuwa kufuatiliwa kwa karibu kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC, hususan mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likishirikiana na makundi ya wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Wakazi wa maeneo ya mpaka wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kutoa ufafanuzi ili kupunguza hofu na taarifa zinazozagaa kuhusu uwepo wa mienendo ya vikosi vya kijeshi katika eneo hilo. Vile Kivu News inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hii na kuwajulisha wananchi taarifa rasmi zitakavyokuwa zimepatikana. Mratibu wa kundi la kisiasa na kijeshi Alliance des Fleuves Congo AFC na ushirikiana na waasi wa M23 Corneille Nangaa amepinga vikwazo vipya vilivyowekwa dhidi yake na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema hatua hiyo haina misingi ya kisiasa zaidi kuliko masuala ya kisheria. Corneille Nangaa ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa tume ya huru ya taifa uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI alitoa kauli hiyo baada ya Umoja wa Mataifa kutangaza hatua za kumzuia zikiwemo vikwazo vya kiuchumi pamoja na uzuio la kusafiri katika nchi mbalimbali. Akizungumzia hatua hiyo, Corneille Nangaa alisema hajathibitisha msimamo wa harakati yake wala kuwasili shughuli za wanazofanya katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa kiongozi wa waasi wa M23, vikwazo vinavyotolewa na Umoja wa Mataifa vinafanana na hatua zilizowahi kuchukuliwa awali na Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya dhidi yake na viongozi wengine wanaohusishwa na mgogoro mashariki mwa DRC. Nangaa alieleza kuwa anachokiona kama hukumu ya kifo dhidi yake itamaliza kile anachokita kuwa ni mapambano ya msingi kwa ajili ya maslahi ya kundi lake. Alisisitiza kuwa M23 itaendelea na operesheni zake za kijeshi katika maeneo ambako imejikita. Kauli imekuja wakati ambako wale usalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini endelea kuwa wasiwasi, huku mapigano yakiendelea kupotiwa kati ya muungano wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo FARDC pamoja na makundi yanayojiunga mkono. Mapigano yamesababisha madhara makubwa kwa raia, ikiwa ni pamoja na ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya kibinadamu katika maeneo mbalimbali. Kwa upande wake, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, kuondolewa kwa vikosi vya kigeni vinavyodaiwa kuhusika katika mgogoro huu pamoja na kupatikana kwa suluhisho la kisiasa kupitia mazungumzo. Hata hivyo, kauli ya Corneille Nangaa inaonyesha kuwa upande wa M23 bado unaendelea kusisitiza msimamo wake wa kuendelea na mapambano licha shinikizo la kimataifa na hatua mbalimbali za vikwazo dhidi ya viongozi wake. Hadi sasa kuna mabadiliko makubwa yanayoripotiwa katika msimamo wa pande zinazosika, huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kusubiri hatua zaidi za diplomasia na kiusalama ili kumaliza mzozo unaoendelea kwa muda mrefu. Hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika eneo la Kabare mkoani Kivu Kusini baada ya kusikika kwa mlipuko na milio ya risasi katika maeneo yanayozunguka vijiji vya Maziba na Kabulungu vilivyopo katika kundi la Bugore wilayani Kabare. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, milio ilianza kusikika tangu majira saa 2 asubuhi ya jana Jumamosi tarehe 18 Julai, huku ikihusisha matumizi ya silaha nzito pamoja na silaha nyepesi. Kwa mujibu wa maeneo mbalimbali ya wakazi wa maeneo mbalimbali na karibu na Bugore, wanasema walazimika kusitisha baadhi ya shughuli zao za kila siku kutokana na hofu ya iliyozuka baada ya kusikia milio ya risasi na mlipuko ikiendelea katika maeneo ya jirani. Taarifa za awali kutoka vyanzo vya ndani zinaonyesha kuwa huenda kulikuwa na mapambano kati ya wapiganaji wa wazalendo na wanachama wa waasi wa M23 walikuwa katika harakati zao za ndani za eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa haijafahamika kwa uhakika chanzo halisi cha mapigano hayo, idadi ya wasirika wala hali ya pande zote zinazohusika katika mapambano hayo. Baadhi ya wakazi walieleza kuwa milio hiyo ilikuwa ikisikika kutokana na maeneo mbalimbali
serikali, alizua hofu kwamba mapigano yanaweza kuenea katika vijiji vingine vya jirani endapo hakutakuwa na hatua za haraka za kudhibiti hali hiyo. Eneo la Bugore na sehemu nyingine za wilaya Kabare imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu kutokana na ongezeko la harakati za makundi yenye silaha katika mkoa wa Kivu Kusini, huko mapambano kati ya makundi mbalimbali yakiendelea kuwa tishio kwa usalama wa raia. Kwa sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za kijeshi au serikali kuhusu tukio hilo, wala haijathibitishwa rasmi ni upande gani ulianzisha mashambulizi. Wakazi wanaendelea kutoa wito kwa vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa raia, hasa wale wanaoishi karibu na maeneo yanayoshuhudia mapigano. Mwanaharakati Clovis Mutuvusa anayefahamika kwa msimamo wake mikali ya ukosoaji wake kuhusu masuala ya utawala na usalama katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini amekamatwa siku ya jana tarehe 18 Julai kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani. Taarifa zinaeleza kwa mwanaharakati alikamatwa majira mchana, huku sababu rasmi za kukamatwa kwake zikiwa bado hazijatolewa na mamlaka husika. Clovis Mutuvusa amekuwa akijulikana katika eneo la Beni kwa kutoa maoni yake kuhusu masuala mbalimbali yanayogusa maisha ya wananchi, hususani swala la usalama, utendaji wa mamlaka za serikali pamoja na usimamizi wa miradi ya maendeleo. Katika kipindi cha nyuma amekuwa akikosoa vikali hali ya utawala wa kijeshi uliowekwa katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayojulikana kama hali ya mzingiro, etat de siege, akidai kuwa haujatoa matokeo yanayotarajiwa katika kurejesha amani na usalama. Pia amekuwa akitoa mashtaka kuhusu usimamizi wa baadhi ya miradi ya miundombinu, akidai kuwa kuna miradi ambayo haikukamilika licha ya fedha kutengwa, huku mingine ikitajwa kuwa ya gharama kubwa zinazoendana na utendaji wake halisi. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mwanaharakati anashikiliwa katika kituo cha ujasusi cha kijeshi kinachojulikana kama TD, ingawa taarifa hiyo bado hajathibitishwa rasmi na mamlaka za usalama. Kukamatwa kwake kumebua maswali miongoni mwa baadhi ya wanaharakati, wanahabari wanafuatilia masuala ya haki za binadamu ambao wanataka mamlaka kutoa ufafanuzi kuhusu sababu za hatua hiyo ya kuhakikisha haki za msingi za mshukiwa zinaheshimiwa. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi, vyombo vya usalama au mamlaka za utawala wa Beni kuhusu madai ya kukamatwa kwa Clovis Mutuvusa. Hali ya ugonjwa wa Ebola inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la afya la Chome wilayani Njugu mkoani Ituri baada ya mamlaka za afya kuripoti ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa afya eneo hilo, ndani ya kipindi cha wiki moja pekee, idadi ya wagonjwa waliothibitishwa imeongezeka kutoka watu 19 hadi kufika watu 32, sawa na ongezeko la karibu 17%. Daktari mkuu wa eneo la afya la Chome, Dr. Eve Bavi, amesema ongezeko linaonyesha kuwa ugonjwa huo unaendelea kuenea kwa kasi katika eneo lilopo pembezoni mwa ziwa Albert, karibu kabisa na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Akizungumza hali hiyo, Daktari Bavi amesema kuwa takwimu za sasa zinaonyesha kuwa ongezeko kubwa likilinganishwa na wiki zilizopita, jambo linaonyesha kuwa mlipuko unaendelea kwa kasi na kwamba virusi vya Ebola vinaendelea kusambaa katika jamii hii. Tunasema tunaendelea kuona ongezeko ukilinganisha na takwimu za wiki zilizopita. Tumetoka kwenye wagonjwa 19 waliothibitishwa hadi kufika 32. Hali inaonyesha kuwa tunakabiliana na ongezeko la haraka la mlipuko huo. Virusi vinaendelea kuenea kwa haraka katika eneo letu la afya. Taarifa zinaonyesha kuwa tangu kutangazwa kwa wagonjwa wa kwanza tarehe 6 Juni, mamia ya watu wengine wenye dalili zinazoshukiwa kuwa na Ebola wamekuwa wakifuatiliwa kwa kupimwa katika eneo hilo. Hali inaonyesha kuwa bado kuna mzunguko mkubwa wa virusi katika jamii hii. Kutokana na hali, mamlaka za afya zimeongeza wito kwa wananchi kuimarisha hatua za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara kwa kutumia maji safi na sabuni au njia nyingine za usafi, kutoa taarifa mapema kwa mtu yeyote mwenye dalili zinazofanana na Ebola, pamoja na kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza hatari ya maambukizi. Miongoni mwa dalili zinazotajwa kuwa hatari ni homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya mwili, kutapika, kuharisha pamoja na dalili nyingine zinazohitaji uchunguzi wa haraka wa kitabibu. Dr. Eve Bavi amesisitiza umuhimu wa wananchi kuepuka kugusa moja kwa moja watu walioshukiwa kuwa wagonjwa Ebola pamoja na miili ya watu waliofariki kwa ugonjwa huo, wakieleza kuwa mazishi yanapaswa kufanyika kwa kufuata taratibu maalumu za afya ili kuzuia maambukizi zaidi. Katika eneo la Chome, mamlaka za afya zinasema zinaendelea na shughuli za ufuatiliaji wa wagonjwa wanaoshukiwa, kutoa elimu kwa jamii, kutafuta
kwanza watu wanawasiliana na wagonjwa pamoja na kuhakikisha wagonjwa wanaopatikana wanapata matibabu kwa wakati. Anachomea kutokana na nafasi yake ya kijiografia karibu na mpaka Uganda na shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zinazofanyika kwenye ukanda wa Ziwa Albert zinaendelea kupewa uangalizi mkubwa katika juhudi za kudhibiti kuenea ugonjwa huu. Mamlaka za afya zinaendelea kusisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi ndio nguzo muhimu katika kukabiliana na mlipuko huu na kuzuia maambukizi mapya katika jamii hii. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwasili mjini Kinshasa kwa kundi la kwanza la raia 121 waliorejea kwa hiari kutoka Afrika Kusini kufuatia vurugu za chuki dhidi ya wageni zinazotokea ndani ya nchi hiyo mwanzoni mwa mwezi Mei mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Kongo, ndege hiyo ya kwanza ya kurejesha raia hao iliandaliwa na serikali ya Kongo ikiwa ni sehemu ya mpango maalum wa kuwasaidia wananchi waliokuwa katika mazingira magumu kutokana na matukio ya ukatili na mashambulizi yanayolengwa na raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Miongoni mwa waliorejeshwa ni wanawake, watoto pamoja na raia wengine wa Kongo walikuwa wameamua kuondoka Afrika Kusini kwa hiari yao baada ya kujikuta katika hali ya hofu na ukosefu wa usalama. Wizara ya Mambo ya Nje ya Kongo imeeleza kuwa operesheni hii imekuja baada ya matukio ya vurugu ya kibaguzi yalitokea tarehe 5 na tarehe 6 Mei katika maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini ambako baadhi ya jamii za kigeni ikiwemo jamii wa Kongo ziliripotiwa kuathirika. Baada ya kuanza kwa mgogoro, mamlaka za Kongo zinasema zimeimarisha huduma za kibalozi kupitia ubalozi wake mjini Pretoria kwa kuweka mfumo wa ufuatiliaji wa kudumu, namba maalum za dharura pamoja na kufanya mawasiliano ya kidiplomasia na mamlaka za Afrika Kusini kuhakikisha usalama na msaada wa raia wa Kongo wanaoishi katika nchi hiyo. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, jumla maombi 216 raia waliotaka kurejea nchini walipokelewa na kuthibitishwa katika mpango huu. Baada ya kufanyika kwa uchunguzi wa kila mmoja, watu 121 walikizi masharti ya kuruhusishwa kupanda ndege ya kwanza inayosafirisha kutoka Afrika Kusini hadi Kinshasa. Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili mjini Kinshasa, waliorejeshwa wamepokelewa na naibu waziri wa mambo ya nje. Serikali pia imeeleza imeweka mpango maalum wa kuwasaidia watu hao baada ya kurejea nchini, ikiwa ni pamoja na kupatia uangalizi, msaada wa kijamii na kuwawezesha kuanza upya maisha yao baada ya kipindi cha changamoto walichokipitia. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje imeeleza kuwa serikali itaendelea kuhakikisha inalinda maslahi na usalama wa raia wa Kongo wanaishi nje ya nchi, hasa wakati wanapokabiliwa na vitisho vya changamoto vinavyohusiana na usalama wa huu. Serikali ya Kinshasa imeshukuru ushirikiano uliotolewa na mamlaka za Afrika Kusini katika utekelezaji wa operesheni hii na kuwarejesha kwa hiari raia hao. Operesheni inatarajiwa kuendelea kwa awamu nyingine ili kuwasaidia raia wengine wa Kongo ambao bado wanataka kurejea nchini kutokana na hali ya usalama na mazingira yanayokabili nayo nchini Afrika Kusini. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muya, amesema msimamo uliotolewa na kardinali kuhusu wale usalama mashariki mwa nchi unaonyesha mwelekeo wa hatua zinazochukuliwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi katika kulinda umoja na uadilifu wa taifa. Patrick Muya amesema kwa kauli ya kardinali ambaye ilieleza kuwa imetaja kwa wazi kile anachokita kwa uvamizi wa Rwanda dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaongeza uzito katika mjadala wa kitaifa changamoto zinalolikabili taifa hasa katika eneo la mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, msimamo huo unaendana na juhudi za Rais Felix Antoine Tshisekedi za kupinga kile anachokitaja kuwa ni jaribio lolote la kugawanya kwa eneo la Kongo, akisema ulinzi wa mipaka na umoja wa taifa ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali. Patrick Muya alieleza kwa kauli ya viongozi mbalimbali wa kidini na kijamii na nafasi muhimu katika kipindi hiki ambacho nchi inapatia changamoto kubwa za kiusalama, hususan kutokana na mapigano yanaendelea katika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumzia pia suala la mazungumzo ya kimataifa jumuishi yanayotarajiwa kufanyika nchini, Patrick Muya amesema bado kuna hatua kadhaa za maandalizi zinazopaswa kukamilishwa kabla mchakato huo kuanza rasmi. Alisema masuala yanahusu mahali ambako mazungumzo yatafanyika, mfumo wake, pamoja na namna ya kuhakikisha ushiriki wa makundi mbalimbali ya wananchi yatashughulikiwa kwa pamoja na viongozi wa madhehebu ya dini waliopewa jukumu la kusaidia katika mchakato huo. Kwa mujibu wa waziri wa mawasiliano ya habari, lengo kuu la mchakato ni kuunda mfumo wa mazungumzo utakaokuwa wa wazi na utakajumuisha sehemu zote za taifa ili kila kundi la wananchi lipate nafasi ya kutoa mawazo yake kuhusu mustakabali wa nchi. Patrick Muya alisema kuwa hata raia wa Kongo wanaishi nje ya nchi hawatasaulika katika mchakato. Alieleza kuwa ushiriki wao utazingatiwa kuhakikisha kuwa mjadala huu unakuwa wa kitaifa na kwa maana halisi.
Hata hivyo, hadi sasa bado hakuna tarehe rasmi iliyotangazwa na kuanza kwa mazungumzo hayo, huku wananchi wakiendelea kusubiri maelezo kuhusu muundo wa shiriki na ajenda zitakazojadiliwa katika kikao hicho cha kitaifa. Serikali inaendelea kusisitiza kuwa mchakato unalenga kuimarisha mshikamano wa kitaifa, kutafuta njia za kumaliza mgogoro wa muda mrefu na kujenga msingi wa amani na utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Écoutez, je veux commencer par la deuxième question. Vous avez vous-même entendu le cardinal parler de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Il y avait toujours une discussion à ces sujets, mais je crois que le fait que le cardinal l'a dit de cette manière sans ambiguïté, ça donne déjà le temps, parce que la démarche autour du président de la République, qui est le rempart contre les menaces de balkanisation de notre pays, la discussion a porté essentiellement sur la manière de construire justement ces fronts. Nous savons évidemment qu'il y a des difficultés dans les prises de position de certains compatriotes, mais comme le cardinal vous l'a dit, il a dit chemin faisant. Ça veut dire que nous savons que les dialogues doivent se tenir normalement en République démocratique du Congo. C'est la volonté du président de la République. Nous avons déjà eu un exemple de dialogue qui s'est tenu ici, c'est la conférence nationale souveraine. Évidemment, il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, il y a des compatriotes qui ont quelques soucis. Je crois que dans le cadre du travail qui sera fait avec notamment les chefs des confessions religieuses, on verra comment certains cas pourront éventuellement trouver des réponses. Je rappelle ici, et le président de la République a été très clair là-dessus, que l'enjeu ici, c'est pas le président Tshisekedi, qui est lui-même héritier de cette situation. L'enjeu, c'est comment les Congolais de partout au monde arrivent à se mobiliser pour que d'une seule voix, le cardinal a parlé d'unité, il a parlé de communion entre fils et filles d'un même pays, de comment nous nous lèvons pour mettre fin à cette agression. Je rappelle que les militaires qui meurent, les fonds qui sont engagés, c'est les fonds de la République démocratique du Congo. Donc ici, il faut essayer de regarder, non pas essayer, mais il faut regarder la question comme une question globale qui touche à chacun d'entre nous. Lorsque nous disons que le président de la République est le rempart contre la balkanisation et tout ce que nous disons au quotidien comme les menaces qui pèsent sur justement l'existence même de notre pays, il est important que les uns et les autres puissent s'élever et démontrer. Et le président de la République qui a parlé de dialogue depuis autant d'années, autant de fois, vient là de donner une opportunité pour les uns et les autres de venir discuter de comment, comme Congolais, nous donnons une réponse à cette question qui paralyse et qui handicape les développements de notre pays. Kabla tujafunga taarifa yetu ya habari ya asubuhi leo, tunapenda kuwajulisha wasikilizaji na watazamaji wetu kuhusu ratiba ya mazishi ya msanii Gabriel Kabwe maarufu kama Mr. Gave alifariki dunia tarehe 16 Julai mjini Uvira. Kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, mazishi ya msanii yanatarajiwa kufanyika tarehe 22 Julai mjini Uvira, ambako ndugu, jamaa, marafiki na wasanii pamoja na mashabiki wake wataungana kutoa heshima za mwisho kwa mwanamuziki huyo aliyekuwa miongoni mwa sauti zinazong'aa katika muziki wa Kivu. Kivu News inaendelea kutoa pole kwa na rambirambi kwa familia ya marehemu Gabriel Kabwe, kwa jumuiya ya wasanii, mashabiki wake pamoja na wote walioguswa na msiba huu mkubwa. Mr. Gave ataendelea kukumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza na kutangaza muziki wa Kivu kupitia kazi zake na vipaji alivyowahi kuonyesha katika safari yake ya sanaa. Bwana ametoa na Bwana ametoa, pumzika kwa amani Mr. Gave. Na sisi tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari kupitia Kivu News Info, ikiwa ni tarehe 19 Julai mwaka 2026. Basi asanteni sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupatia imani yako katika kuletea taarifa sahihi kwa wakati na kwa uadilifu. Endelea kubaki nasi ili kupata majukwaa yetu kupitia majukwaa yetu mbalimbali kwa habari mpya na maendeleo ya matukio yanaendelea popote pale. Mimi ni Tele Longa na kutakia siku njema yenye amani na baraka tele katika shughuli zako za kila siku.